Serikali imeahidi kuendelea kuweka mkazo mkubwa katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa kuimarisha huduma bora za ukunga ambazo zimekuwa na changamoto katika vituo na hospitali nyingi hapa nchini. Wajasiriamali katika wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya kupitia mradi wa YEFFA wametakiwa kutumia majukwaa ya wajasiriamali nchini kwa ajili ya kujifunza namna ya kukuza biashara zao. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali kupitia mamlaka ya elimu na ufundi stadi VETA itafanyia kazi ukarabati wa majengo ya umma katika mikoa mbalimbali ikiwemo shule na hospitali. Na katika habari za kimataifa, mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa 7 yaliyostawi zaidi kiviwanda G7 wametaka mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza kuachiliwa na misaada ifike katika eneo bila vikwazo. Na mtazamaji, ni wakati mwingine tena Jumamosi hii leo tunakutana hapa na kusalimu habari za wakati huu. Karibu sana katika Upendo TV Habari Weekend. Mimi ni Francisco Nongolo na hapa na kusomea habari za kitaifa lakini pia kutoka mataifa mbalimbali. Na kusi pia tunapatikana YouTube hivi sasa mubashara kwa jina la Upendo Media. Karibu hapo ututizame kwa taarifa kabambe, lakini huko kwenye mitandao ya kijamii mimi napatikana kama Francisco Nongolo. Tuanzie kutizama habari zetu tukikita kambi jijini Dar es Salaam ambapo serikali imeahidi kuendelea kuweka mkazo mkubwa katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa kuimarisha huduma bora za ukunga ambazo zimekuwa na changamoto katika vituo na hospitali nyingi hapa nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam na wadau mbalimbali wa sekta ya afya katika maadhimisho ya siku ya utepe mweupe duniani, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya Ismaili Hassani Lumatila amesema kuwa ili kukabiliana na kuondoa uwepo wa vifo vingi vinavyotokana na uzazi, serikali imeendelea kufanya jitihada kubwa za kupambana na vifo hivyo kwa kuboresha huduma bora za ukunga ikiwemo kutoa elimu zaidi kwa wakunga sambamba na kuboresha maslahi ya wakunga hapa nchini. Ndugu washiriki, katika kuimarisha huduma za ukunga tunahitaji kukabiliana na upungufu wa watoa huduma hasa wakunga. Na niwaahidi tu hapa, wizara itahakikisha inaendelea kutoa kipaumbele cha ajira za kudumu. Kwa sasa ni wauguzi, wakunga, wajuzi hasa wenye ngazi ya stashahada na shahada ili kuhakikisha huduma zinakidhi viwango na kuimarisha usimamizi wa mafunzo kwa vitendo. Serikali pia imekamilisha mitaala ya stashahada ya juu ya ukunga na hivi karibuni mafunzo yataanza. Mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga Wizara ya Afya Satulini Manangwa amesema mazingira yakiweka bora kwa wakunga itawapa hamasa ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Nadhani unaelewa sasa, wakunga ndio jeshi kubwa. Sasa tunapoongelea afya ya mama na mtoto tunamwongelea mkunga kwa kiwango kikubwa, na tafiti zinaonyesha kabisa kwamba ukiwa na mkunga bora, kwa maana mwenye ujuzi wa kutosha, na ukampa mazingira bora ya kufanya kazi na akapata hamasa ya kufanya kazi, zaidi ya 80% ya afya ya mama na mtoto inakuwa addressed vizuri. Kwa hiyo mratibu wa Tume ya Muungano wa Utepe Mweupe Tanzania Rosemary Mlei amewaambia serikali iweke mkakati wa kuwaondoa wauguzi kufanya ukunga na wakunga kufanya kazi za wauguzi. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba serikali yako itusaidie kupata wakunga waliosomea ukunga tu ngazi ya stashahada, diploma, ngazi ya shahada yani degree na bachelors, shahada ya uzamifu yani masters degree, shahada na shahada ya PhD yani PhD. Yani mtiririko wote uwe na wakunga na mtiririko wote uwe na wauguzi. Na sasa mtazamaji, tuelekee nyanda za juu kusini kule jijini Mbeya. Wajasiriamali katika wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya kupitia mradi wa YEFFA wametakiwa kutumia majukwaa ya wajasiriamali nchini kwa ajili ya kujifunza namna ya kukuza biashara zao ili kuondokana na vikwazo vya kibiashara katika maeneo yenye forodha mipakani. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wa wajasiriamali mbalimbali katika mikoa ya Mbeya na Songwe, ambapo lengo la mafunzo hayo ni kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ili kupunguza changamoto za kibiashara kwa vijana ambao wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi mipakani. Mradi huu unalenga kupunguza vikwazo vya kibiashara
visivyo vya kiforodha na kutumia utaratibu uliorahisishwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, na kuboresha mazingira ya biashara ya mazao ya chakula kwa wafanyabiashara wadogo, hasa vijana na akina mama katika mipaka yetu hapa nchini. Nitoe rai kwa washiriki wote kuwa ningependa kuwa muwe watulivu na kuwa makini katika kufuatilia mafunzo na kushiriki katika mjadala kwa manufaa ya wafanyabiashara wa mikoa yote miwili, lakini kwa taifa kwa ujumla. Mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara katika mkoa wa Mbeya, Eric Sichinga, amesema kupitia mafunzo ya jasiriamali yatawaongezea uelewa kuhusu namna ya kuzikabili changamoto na kuwa na uwezo wa kufanya biashara katika maeneo ya miji mbalimbali katika nchi mbalimbali. Tunaamini baada ya mafunzo haya watakuwa wana uelewa mkubwa sana juu ya biashara za mipakani, lakini tutajadili pia zile changamoto ambazo sio za kikodi, non-tariff barriers, ambazo tunazipata sana tena kwa mipaka yote Zambia pamoja na Malawi. Kuna vurugu nyingi. Sasa wakifahamu sheria na taratibu, watakuwa na imani kubwa, watakuwa na ujasiri wa kufanya biashara hata beyond the borders. Wataweza kwenda mpaka kwenye miji mikubwa na kufanya biashara. Afisa mradi kutoka AGRA Donald Mzambwa amesema taasisi hiyo ipo katika mazungumzo na taasisi mbalimbali za kifedha ili vijana waweze kupata mikopo ya kuweza kujiajiri katika sekta ya kilimo, huku akiahidi kuwadhamini vijana katika mikopo hiyo. Upo sasa hivi AGRA ina mazungumzo na benki mbalimbali hapa nchini. Kama ulivyosikia pale ndani, tumealika benki za hapa pia katika kushiriki kuona fursa zile zilizopo. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna baadhi ya benki ambazo tutafanya nazo kazi ili kusudi kuweza kupata ile mikopo nafuu, kwa maana ya AGRA kuwa kama wadhamini kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata mikopo. Lakini sio hilo tu, tunajua kwamba halmashauri imetenga, kila halmashauri kuna 4% kwa ajili ya vijana. Lakini pia kuna 4% kwa ajili ya wakina mama na 2% kwa ajili ya walemavu. Sasa ile 4% ambayo iko kwa ajili ya vijana haiendi sana kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo sisi kwa kushirikiana na TCCIA tutahamasisha serikali sasa iangalie umuhimu uliopo kwenye sekta ya kilimo, ili vijana hawa ambao wako kwenye sekta ya kilimo waweze kupata mikopo ile ya serikali ambayo haina riba, na ile mikopo isiende zaidi kwenye bodaboda na vitu vingine ambavyo sio kilimo. Baadhi ya wajasiriamali walioshiriki mafunzo hayo kutoka katika maeneo ya mipakani wamesema wamekuwa wakikumbana na usumbufu wa kucheleweshwa vibali vya kusafirisha bidhaa mbalimbali katika nchi jirani, huku wakidai kukosa elimu ya kodi katika maeneo ya forodha. Kweli tunasumbuka sana kwenye mpaka wa Tunduma. Unaweza ukakuta umefika pale, unaingia ofisi fulani. Ukiingia kwenye hiyo ofisi, unaambiwa ingia ofisi nyingine. Yani unazungushwa hivyo. Tulikuwa tunaomba utaratibu wa serikali. Tunaomba mtuwekee vipeperushi ambavyo vinaweza vikatusaidia kwamba ukiingia hapa utakutana na hivi, ukiingia hapa utakutana na hivi. Changamoto iliyopo sana kwa wafanyabiashara wa mipakani hasa Tunduma ni kwamba hawana elimu namna gani ya kutumia boda au zile maeneo ya huduma za forodha. Wengi wanakosa elimu, wanaamini kwamba wakipita njia za panya ndio njia rahisi. Lakini ni kwa nini wanapita njia za panya? Kwa sababu hata wanapotoa huduma pale wanakutana na vishoka. Mara nyingi wanaona ni kama kupoteza muda. Mtazamaji, na hivi sasa tuangazie taarifa nyingine, na mara hii tuangazie hii kutokea Dar es Salaam. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali kupitia Mamlaka ya Elimu na Ufundi Stadi VETA itafanyia ukarabati majengo ya umma katika mikoa mbalimbali ikiwemo shule na hospitali, ikiwa ni katika kuadhimisha miaka 30 ya kuanzishwa kwa mamlaka hiyo. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ukarabati wa wodi ya watoto katika hospitali ya taifa Muhimbili uliofanywa na wanafunzi wa VETA, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo, ambapo amesema mikoa itakayonufaika na zoezi hilo ni pamoja na mikoa wa Iringa, Tabora na mikoa mingine, ambapo maeneo ya umma kama shule, hospitali na majengo yatakarabatiwa kupitia mafundi wanaosoma katika vyuo vya VETA hapa nchini. Maadhimisho ya miaka 50 tangu serikali yaanzishe idara ambayo ilikuwa inasimamia masuala
ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Idara hii ndio baadaye imekuja kuwa ni VETA. Kwa hiyo ni maadhimisho ya miaka 50 ya VETA ikiwa katika muundo tofauti, lakini miaka 30 ya VETA katika muundo uliopo hapa. Sisi tunathamini sana kazi ambayo inafanywa na hospitali yetu ya Muhimbili na tunamuunga mkono Profesa Janabi na timu yenu yote kwa kazi zote mnaifanya, na tunapongeza serikali yetu kwa ujumla wake na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameweka msisitizo mkubwa sana katika. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA CPA Anthony Kasore amesema mamlaka hiyo katika maadhimisho yanayoendelea wamejipanga kufanya shughuli mbalimbali pamoja na makongamano, huku akieleza kuwa kilele cha siku hiyo itakachoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua kwamba tunachokitekeleza tunakirudisha kwa jamii, hata kama ni hospitali ya umma, hospitali ya serikali, lakini wanaopata huduma ni wananchi wa Kitanzania. Kwa hiyo tunaamini katika kutekeleza haya yatatusaidia, na katika kufanya hilo tumeweza kushirikiana na wenzetu wa Insignia ambao ni wana brandi ya Coropaint ambao wametusaidia kuweza kuzipata hizi rangi kwa ajili ya upigaji hapa rangi, na sisi VETA ni jukumu letu ni kutoa wale wanafunzi ambao wanasoma katika fani hii ya upigaji rangi, na wenyewe watakuwa wamekuja kufanya hii kazi sasa katika hili jengo hili lote. Ina vitanda kwa hapa Upanga ina vitanda 1500 na ni hospitali ya muda mrefu, pia ni hospitali nzee, ina miaka karibu 100. Sasa ukiangalia kwa maana ya majengo, sehemu ambazo tunatolea huduma haziachi na shughuli ambazo zinaendelea kila wakati zinahitaji kufanyiwa renovations, lakini pia kuwekwa katika mazingira ambayo yanaridhisha kwa wale ambao tunawahudumia, lakini pia wale ambao wanapatiwa huduma. Wizara ya Ujenzi imewataka wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA kuhakikisha mafundi wanafanya kazi kwa weledi na ufanisi ili kuleta tija kwa taifa. Agizo hilo limetolewa na Naibu Katibu Mkuu wa wizara hiyo Charles Msonde jijini Dar es Salaam katika chuo cha usafirishaji NIT kwenye ufunguzi wa mafunzo kwa vitendo kwa mafundi 60 kati ya 361 wa TEMESA kutoka mikoa yote nchini Tanzania. Kama serikali kupitia wizara inaona jambo hili ni la muhimu la kujenga weledi kwa watumishi mafundi wetu, na ninyi mmelichukua kwa uzito ule ule, na ni kwa uzito ule ule lilivyochukuliwa na viongozi wetu wote wa mikoa na wizara tulioongea nao, haja ya watumishi hawa mafundi kujengewa weledi wa hali ya juu na kwa haraka, na ninyi mmefanya hivyo hivyo kwa haraka kwa kuona umuhimu huo. Kwa kweli, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu Ulega na Katibu Mkuu wetu Mhandisi Balozi Aisha, ninawapongeza tena management, tunawapongeza sana kwa kazi nzuri hii mlioamua kuandaa mafunzo haya. Katika shughuli zenu za kiutendaji, baadhi ya mafundi hawana weledi wa kutosha. Mimi mwenyewe nimeshuhudia kuzungumza na mafundi ninyi nilipopita mikoani kwenu katika karakana mbalimbali. Tulielezana, wakati mwingine tulipeana maswali magumu kidogo ya kila mmoja kujieleza weledi wake na kuonyesha weledi wake kwa vitendo nilipokuwa katika mikoa yetu. Aidha, ametoa maelekezo kwa TEMESA kuhakikisha wanafuatilia mafunzo hayo yanayotekelezeka kwa ufanisi na ubora, na huku akiwataka washiriki wa mafunzo hayo kuleta mapinduzi kwenye utengenezaji wa magari. Nifurahi kusema kwamba katika mafundi uliyosema 360 na katika nchi yetu tulibaini uwepo wa mafundi wengi walio na weledi wa kutosha, na tuwapongeze sana mafundi wetu hawa. Mnaenda kutekeleza mpango huu wa kuwajengea uwezo mafundi wetu wote, na sio hawa 60 tu tulioanza nao. Uwe ni mkakati endelevu wa mafundi wote kupata weledi na umakini wa hali ya juu popote walipo. Mkurugenzi mtendaji wa TEMESA Lazaro Kilala amesema TEMESA imeanza kutekeleza mkakati wa mafunzo wa vitendo kwa wafanyakazi wake ili waweze kujiamini na kutoa huduma iliyo bora zaidi. Na ili kufikia azma hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la uendelezaji rasilimali watu ni jambo la msingi na la lazima. Tumeona wazi kabisa kwamba ili tufike tunakotaka kwenda, lazima tuanze kwa kutengeneza rasilimali watu yenye tija, yenye ufanisi, yenye weledi, yenye kujiamini. Na hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, inatokana na ukweli kwamba baada ya kufanya utafiti na ufuatiliaji wa kina
kupitia ziara na vikao vya wadau, lakini pia hata wewe mwenyewe ulifanya ziara ya kina mkoa kwa mkoa na kuzungumza na viongozi mbalimbali ambao tunawahudumia katika mikoa, ilidhihirika wazi kwamba katika eneo la ufundi tuna maeneo kidogo tunapungukiwa. Mkuu wa chuo cha usafirishaji NIT Daktari Prosper Rutangiro amesema kama chuo wamepokea maelekezo waliopewa na katibu mkuu na wanaahidi kuyafanyia kazi pasavyo, na huku mtaalamu wa TEMESA Mustafa Abdul akieleza kuwa mafunzo hayo yatakuwa na tija kwao. Na tumepokea yale maelekezo ya kutengeneza makubaliano na pia kufanya training needs assessment, kwamba lazima tuende kule tukaone mahitaji, na zaidi ya yote wanasema monitoring, ambayo haya mafunzo tukitoa lazima tufuatilie tuone yameleta mabadiliko kiasi gani. Lakini kitu ambacho mimi napenda kuendelea kutoa shukrani kwa serikali yetu. Tunashukuru sana. TEMESA tuliotoka nayo nyuma tunaifahamu. Changamoto tulizopitia ni nyingi mno, lakini tunashukuru Mheshimiwa Rais akaliona na kwa sasa ametupa nguvu, ametupa mzee Msonde pale. Tumpige makofi jamani. Na sasa mtazamaji, tuangazie hii kutokea kule Barbados. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Daktari Doto Biteko amekutana na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Barbados Mia Mottley, ambapo wamekubaliana kuendelea kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Mazungumzo hayo yamefanyika katika makazi rasmi ya Waziri Mkuu Mia Mottley jijini Bridgestone nchini Barbados, ambapo amesema kuna umuhimu wa kuwa na mkakati wa pamoja wa kushirikiana kwa lengo la kukuza utalii kati ya Barbados na Tanzania na nchi za Afrika Mashariki kwa ujumla. Maeneo mengine ya ushirikiano ni katika utoaji wa mafunzo, maeneo ya ufundi kati ya nchi za Caribbean na nchi mbalimbali za Kiafrika, na huku akisisitiza kuwa umuhimu wa uboreshaji wa masoko na kubadilishana wataalamu katika sekta mbalimbali kwa makubaliano maalum. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Daktari Doto Biteko amesema mapendekezo hayo ni mazuri na yanaweza kuwa na matokeo chanya baada ya kuchambuliwa na wataalamu katika sekta husika kupitia wizara zinazohusika na masuala ya kidiplomasia. Ameongeza kuwa serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inaendeleza kampeni ya nishati safi ya kupikia ambayo inalenga kuwezesha 80% ya watumiaji wa nishati kuondokana na matumizi ya nishati isiyokuwa safi ifikapo mwaka 2034. Mkutano wa Daktari Biteko, Waziri Mkuu wa Barbados, umehitimisha ziara ya kikazi nchini humo ambako alishiriki katika kongamano la kimataifa la nishati endelevu kwa wote pamoja na mikutano ya wadau mbalimbali iliyojikita katika uboreshaji wa sekta ya nishati kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Tuangazie taarifa nyingine jijini Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imezitaka taasisi za serikali ambazo bado hazijaanza kutumia kituo cha kutunza data kimtandao cha data center kuanza kutumia mara moja, kwa kuwa kituo hicho ni salama na serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa manufaa ya taifa. Ushauri huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Selemani Kakoso wakati wabunge wa kamati hiyo walipotembelea kituo hicho, ambapo wamepongeza uwekezaji wa vifaa vya kisasa ambavyo vinaendana na soko, huku wakishauri ujenzi wa kituo kingine ufanyike sehemu yenye baridi ili kupunguza gharama za umeme. Kwamba uwekezaji huu wa vifaa vipya vya kisasa uendane na soko, kwa sababu tunaweza tukawekeza kwa kiwango kikubwa, soko lake likawa dogo. Kwa hiyo tuna maana ya kwamba mkurugenzi, sasa fanyeni jitihada za uwekezaji na muwe na kitengo cha masoko kwa ajili ya kituo hiki. Mkurugenzi wa Shirika la Mawasiliano Tanzania CPA Moremi Marwa amesema mpaka sasa taasisi za serikali zinazotumia kituo hicho ni 211, zikiwemo taasisi za sekta binafsi, ambazo amezisii taasisi nyingine kuona umuhimu wa kukitumia kituo hicho kwa kuwa ni sehemu salama na gharama zake ni nafuu zaidi. Faida nyingi ambazo zinaletwa na kituo kama hiki cha data center. Namba moja ni kwamba inatoa uwezo kwa kampuni ambazo hazina uwezo wa kuwa na idara ya IT kwa kiasi kikubwa kuweza kutumia huduma kama hizi, na hivyo kuwapunguzia wao gharama za uendeshaji, kwa sababu hawana haja ya kuwa na IT department kubwa au kuwa na mitambo mingi kama server, wakati sisi tunaweza kutoa huduma hiyo hapa kwa kuwapa space
na moja kati ya mambo ambayo data center yote ile inafanya ni pamoja na kutoa vitu kama ulinzi. Kuna ulinzi ule physical, lakini kuna ulinzi ule wa cyber ambao unafanywa vile vile na kituo, lakini vile vile kuna umeme usiokatika. Kama ambavyo tumeona ni kwamba kuna njia karibu 3 ambazo zote zipo kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inakuwepo kila wakati. Kwa hiyo taasisi nyingine ambazo kamati hiyo imetembelea ni pamoja na Mamlaka ya Mawasiliano nchini Tanzania, TCRA. Tuelekee kule jijini Arusha. Wanawake wametakiwa kujiamini na kuwa na moyo wa kuthubutu na kuchangamkia fursa mbalimbali zinazotolewa pamoja na kusimamia kazi zinazotolewa na zinazoleta mabadiliko ya maendeleo katika jamii na kufanya kazi kwa bidii. Wito huo umetolewa na mwalimu wa neno la Mungu Lecho Masi kutoka KKKT usharika wa Kimandoro wakati akihubiri katika kongamano la wanawake lililofanyika katika kanisa la Anglican Mtakatifu James Arusha, ambaye amesema wanawake ni nguzo katika jamii na chachu ya maendeleo. Kumtanguliza Mungu, iwe ni kwenye uchumi, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye utumishi, kila kitu kitakuwa chepesi. Lakini na kila mwanamke aitambue nafasi yake, aisimamie nafasi yake, ajitoe kwenye nafasi yake, vitu vyote vitakuwa sawa. Na dunia itakuwa mahali salama, kanisa litakaa mahali salama, taifa litakaa mahali salama. Mwanamke, tambua nafasi yako na uisimamie. Jua kabisa una kusudi la Mungu. Kwenye nafasi yako tumikia kusudi la Mungu. Mwenyekiti wa idara ya wanawake wa kanisa hilo, Joyce Malima, amesema lengo la kongamano hilo ni kuwasaidia wanawake kutambua wajibu wao katika kanisa, taifa, jamii, malezi, kiuchumi na kujifunza namna ya kujiletea maendeleo pamoja na kujadili masuala ya wanawake kwa ujumla wake. Na katika masomo ya leo tuliyojifunza, tumekumbushwa kwamba shetani huwa anaweza kumvalisha mtu vazi baya la magonjwa, la umasikini, la kukosa furaha katika familia. Na tumejifunza kwamba kwa njia ya maombi tunaweza kuvaa vazi jipya la ushindi, vazi la thamani. Katibu wa wanawake wa kanisa hilo, Lilian Gwaja, amesema idara hiyo imepiga hatua kubwa katika kuimarisha miundombinu ya elimu na kuwezesha mwanamke kujikomboa kiuchumi, huku baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakishukuru kwa elimu walioipata. Malengo ambayo tumejiwekea kama idara ya kina mama ni kumkomboa mwanamke na kuhakikisha kwamba tumempitia kila mwanamke na tumempitia kila mwanamke na kujitahidi kuwa karibu nao ili kuweza kumkomboa mwanamke kiuchumi, kiroho. Maana Biblia tumeona kuna wamama wengi katika Biblia ambao walifanya vizuri, na sisi hatutachoka kuwapitia wamama wa kanisa Anglikana na kuwaelekeza na kuwasaidia. Lengo kubwa ni kila mama ajue kwamba yeye ni msimamizi katika familia. Kongamano hili lilikuwa nzuri sana, ilikuwa njema sana, mwenyewe limenibariki mno. Ninapowaona wamama wako ndani ya vazi la idara ya kina mama umaki, na kongamano la leo lilikuwa ya dinari ya Arusha. Kipekee namshukuru Mungu kwa sababu wanakwaya waliimba kwa kujiamini, waliimba kwa kumtukuza Mungu katika roho na kweli. Kwa kweli hata mahubiri yalitubariki sana. Mungu ambariki dada Recho kwa mahubiri mazuri yaliyotukumbusha juu ya vazi. Vazi linamtambulisha mtu, vazi linakutambulisha ngazi uliokuwa, ukivuka ngazi nyingine na mavazi yanabadilika. Mtazamaji, taarifa hiyo inatuhitimishia habari za kitaifa kutoka hapa Upendo TV, habari wikendi. Na hivi sasa basi tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaangazia habari za kimataifa.